Hujambo na karibu sana popote pale ulipo ili tuweze kutazama na kuangaza habari za usiku huu wa leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed, utakuwa nami kwenye kutazama habari za kitaifa, habari za kimataifa, bila kusahau kwenye upande wa habari za michezo na burudani atakuja hapa Lulu Ali kutujuza zaidi kunani kwenye upande wa habari za michezo na burudani. Matangazo haya pia unayapata mubashara kupitia YouTube channel yetu. Karibu sana. Mimi naitwa Juma Mohamed, ambatana nami mpaka tamati. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 11 wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya za Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific uliofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Simpopo kilichopo jijini Malabo nchini Guinea ya Ikweta. Katika mkutano huo, salamu za viongozi mbalimbali zimesisitiza umuhimu wa hitaji la kufanya mageuzi ya kitaasisi na mifumo ili kuwezesha Jumuiya ya Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific kukabiliana na changamoto zinazoikabili dunia kwa sasa, ikiwemo migogoro ya kisiasa, vita pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano huo pia umeweka mkazo kwa nchi wanachama kutoa michango kwa wakati ili kuifanya taasisi hiyo kujitegemea kifedha na kuwa na sauti huru kwenye jumuiya ya kimataifa. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo ni mwendelezo wa jitihada za kuendeleza kushiriki kikamilifu katika majukwaa ya kikanda, kimataifa na kudhihirisha mchango wake wa nchi katika mijadala ya malengo, katika mijadala ya maendeleo na ushirikiano wa kimataifa. Katika mkutano huo, Rais wa Angola Mheshimiwa Joao Manuel Lourenço amekabidhi uwenyekiti wa jumuiya hiyo kwa Rais wa Guinea Ikweta Mheshimiwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Haya, kutoka Guinea ya Ikweta kwa sasa turejee hapa nchini tuangaze taarifa kutoka wilaya ya Kinondoni, ambapo wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam imeanza kuona matokeo chanya ya vita juu ya rushwa baada ya ukusanyaji wa mapato kuimarika kutokana na elimu inayotolewa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kwa wananchi na watumishi wa umma. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa. Hayo yameelezwa na mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule wakati akipokea msaada wa mashine 2 za kusaidia watoto wanaozaliwa. Hayo yameelezwa na mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule wakati akipokea msaada wa mashine 2 za kusaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, yaani njiti, katika hospitali ya wilaya ya Kinondoni Mabwepande, ambapo amesema ushirikiano wa TAKUKURU umeongeza uwajibikaji na kuleta tija katika mapato ya halmashauri. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila amesema msaada huo ni sehemu ya dhamira ya taasisi hiyo kugusa maisha ya jamii, akibainisha kuwa hospitali hiyo inahudumia pia wakazi wa mkoa wa Pwani. Sasa hivi tunavyozungumza, mapato ya manispaa yanaenda shilingi bilioni 89.8. Kwa hiyo mafanikio haya ambayo mimi najivunia ni kazi mzuri pia. Hatuwezi tukatenganisha mafanikio haya na wenzetu wa TAKUKURU. Kwa nitoe rai hiyo kwa wenzetu wengine wote wanaotusikia, basi nao waige mfano huu kwa kusaidia hospitali zetu. Madaktari na watu wa huduma wa afya wakiongozwa na Daktari Zena Suleiman wameishukuru TAKUKURU kwa msaada huo, wakieleza kuwa msaada huo una thamani kubwa na unakwenda kuboresha huduma kwa watoto wachanga wanaohitaji uangalizi maalum. Huduma hii imekuwa mkombozi kwa kina mama kwa kuwa sasa wanapata huduma stahiki katika hospitali yao bila kulazimika kusafiri umbali mrefu kwenda hospitali za rufaa au Muhimbili. Tumefurahi kwa ujio wenu, tumefurahi kwa msaada huu. Tunaomba muendelee kushirikiana na sisi katika nyanja mbalimbali ili tuweze kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa letu mbele. Tunashukuru sana kutoka TAKUKURU pale mlipotoa. Mungu aendelee kuwajazia na muendelee kuwa na moyo huo wa kujitoa kuwaokoa watoto wetu ili waweze kuishi. Kwa hiyo mashine yako hii Latimeter ikisoma kwenye skrini pale chini ya 30 inamaanisha mtoto wako haumtibu katika mwango unaostahili. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Witness Ngalawa.
Asante Witness Ngalawa. Kwingineko, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran wamewataka wafanyakazi na wanafunzi katika vyuo vikuu vya Marekani huko Mashariki ya Kati wakae umbali wa angalau kilomita 1 kutoka kwenye vyuo vyao. Taarifa hiyo imetolewa na shirika la habari la Fars ambalo lina uhusiano wa karibu na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, likiripoti Irani imetishia kuvishambulia vyuo vikuu vya Marekani na mashirika yake Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Shirika hilo la habari limenukuu taarifa ya kikosi hicho maalum cha walinzi inayosema kuwa ikiwa serikali ya Marekani inataka vyuo vyake vikuu katika eneo hilo viepukane na hatua za kulipiza kisasi, basi ni lazima Marekani ilaani mashambulio ya mabomu yaliyolenga vyuo vikuu vya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema chuo kikuu cha teknolojia cha Isfahan na chuo kikuu cha sayansi na teknolojia jijini Tehran ni vyuo vikuu viwili kati ya vyuo vikuu vingi na vituo vya utafiti vinavyoshambuliwa kimakusudi katika siku 30 zilizopita na vita vya Israel na Marekani dhidi ya taifa la Iran. Kutoka huko Mashariki ya Kati tutazame habari nyingine ambapo serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu kitengo cha maafa kimetoa msaada wa magodoro 194 na vifaa vya matumizi ya nyumbani kwa waathirika wa maporomoko ya udongo yaliyosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika wilaya ya Rungwe huko mkoani Mbeya. Tuungane na Epimarcus Apolinali kwa undani wa taarifa hiyo. Akikabidhi vifaa hivyo kwa waathirika wa tukio hilo, mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu ameitaja misaada iliyotolewa na serikali na kueleza kuwa wataendelea kutoa misaada kadri itakavyokuwa inapatikana ikiwemo vyakula. Tumeweza kupokea blanketi 194. Lakini pia tumepokea mikeka 194. Lakini pia tumepokea ndoo 79 kama tunavyoziona. Lakini pia tumepokea seti za vifaa vya kupikia. Wananchi waliokumbwa na tukio hilo wameishukuru serikali kwa msaada wa awali uliotolewa na kueleza changamoto walizokuwa wakikabiliana nazo mara baada ya tukio hilo, licha ya baadhi yao kupoteza ndugu zao. Hatukutegemea sisi kwamba tunaweza tukapatiwa chochote namna hii. Mengi hatujui kushukuru, ila Mungu ndiye awabariki, ambariki pia hata mama yetu Samia. Yaani tunaishukuru serikali kwa kutupa msaada wote huu. Maana vitanda vyote vilipotea, magodoro na chakula mule kilipotea. Nashukuru kwa kifaa walicholeta hiki, lakini tunachoomba serikali cha kwanza watusaidie tu nyumba, maana hapa tulipo tuko kwa majirani. Tunashukuru kwa hiki walichokipa, magodoro, mablanketi, maana vyote viliondoka. Nikiripoti kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Epimarcus Apolinali, Channel TV. Na ongezeko la changamoto ya afya ya akili, ukosefu wa elimu sahihi ya afya ya uzazi na lishe bora, wanafunzi wa fani za afya kutoka mikoa ya Mwanza, Dodoma na Dar es Salaam wameanzisha mpango maalum wa kutoa elimu kwa vijana wa shule za msingi na sekondari na makundi maalum ili kuijenga jamii yenye afya bora kimwili na kiakili. Taarifa zaidi tuungane na Amani Mbando. Mpango huo unaotekelezwa na vijana hao kwa kushirikiana na serikali chini ya Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia taasisi isiyo ya kiserikali ya Tamida Initiative iliyoanzishwa mwaka 2024, wakilenga kuboresha afya za vijana hasa katika maeneo ya afya ya uzazi na uzazi wa mpango, afya ya akili na lishe. Wakizungumza kando ya kikao cha kitaalamu kilichowakutanisha wataalamu kutoka wizara hizo na Tamida Initiative ili kupitia na kuthibitisha nyenzo zitakazotumika kutoa elimu hiyo mashuleni na makundi maalum, vijana hao wameeleza namna ushirikiano huo na serikali utakavyowezesha rika hilo kufikiwa na elimu inayokusudiwa. Hili limetokana na kwamba vijana wanakutana na changamoto kubwa, wanakosa sehemu sahihi ya kupata taarifa sahihi, ushauri. Kwa tunaamini elimu tunaenda kuwapa sasa hivi itawasaidia kujua wapi sehemu sahihi ambapo watapata elimu kuhusu masuala ya afya ya akili. Tukimwezesha kijana kwa elimu sahihi na bora ya afya, tunatengeneza kizazi kijacho ambacho kinaweza kujitegemea. Wameongeza kuwa kupitia mpango huo vijana wanapatiwa elimu sahihi na rafiki inayowasaidia kukabiliana na changamoto zinazowakabili katika maisha ya kila siku kwenye maeneo matatu ambayo ni afya ya uzazi na uzazi wa mpango, afya ya akili na lishe. Tunaamini vijana hao ambao tunawaelimisha ambao wako kwenye vyuo sasa hivi wanaenda kuwa madaktari bora au wahudumu bora wa afya
kwa vijana pale watakapoingia makazini. Itawasaidia wao kuwapa mbinu, kuwapa maarifa na kuelewa ni jinsi gani wanaweza wakatumia chakula vizuri kwa ajili ya kuimarisha afya yao. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante Mbando. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kongo Brazzaville imethibitisha ushindi wa Rais Denis Sassou Nguesso katika uchaguzi wa mwezi huu, akipata muhula wa 5 kwa zaidi ya 94% ya kura zote zilizopigwa. Rais wa mahakama hiyo Auguste Iloki ametangaza uamuzi huo baada ya kukata rufaa kwa mgombea wa upinzani Euphrem Mafula aliyekuwa akipinga matokeo ya uchaguzi. Matokeo ya awali yaliyotolewa Machi 17 yalionyesha tayari kuwa kiongozi huyo alikuwa anaongoza kwa mbali dhidi ya wagombea 6, huku vyama vikuu vya upinzani vikisusia uchaguzi huo vikidai kuwa haukuwa wa haki, huku Rais Sassou Nguesso akiwa mgombea pekee aliyefanya kampeni kote nchini. Kiongozi huyo ni miongoni mwa marais waliodumu madarakani kwa muda mrefu barani Afrika. Tukitoka kutazama taarifa hiyo, tukaangaze habari nyingine, na hapa tuweze kutazama habari hii ambapo wakulima wa korosho, ufuta na mbaazi kutoka vyama vya msingi vya ushirika vinavyounda chama kikuu cha ushirika Lindi Mwambao mkoani Lindi wamenufaika na kilimo cha mazao hayo katika msimu wa 2025-26 baada ya kuuza korosho ghafi kwa kiasi cha shilingi bilioni 101.7, ufuta shilingi bilioni 133.6 na mbaazi shilingi bilioni 3.9, huku wakulima hao wakitakiwa kuzalisha zaidi ili tija izidi kuongezeka na kuzidi kunufaika. Taarifa zaidi tuungane na Aidan Mhando. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Lindi Zainabu Telak katika mkutano mkuu wa 9 wa chama kikuu cha ushirika Lindi Mwambao, mkuu wa wilaya ya Lindi Victoria Mwanziva anasema hayo ni mafanikio makubwa na kwamba juhudi zaidi zinahitajika ili wakulima wa mazao hayo wazidi kunufaika nayo. Na tuna imani msimu huu tutafanya vizuri zaidi. Tupo tayari kufanya vizuri zaidi. Tupo tayari kuhakikisha kwamba hawa waliotukimbilia juu ya masuala ya fedha tunapata manufaa zaidi. Uzalishaji wetu ndio mafanikio yetu. Endelea kuimarisha udhibiti, na ndio maana mpaka msimu unaisha hatujawahi kupata changamoto ya kwamba kuna mkulima ambaye hajalipwa. Ni jitihada zipi zinafanywa na chama hicho ili kuzidi kuwainua wakulima wa mazao hayo? Mbegu bora za kisasa za ufuta pamoja na korosho, na kutoa elimu kwa wakulima na wadau mbalimbali ili kwamba kuinua tija katika hilo. Tunawashukuru leo na kuwasifu wazidisha umakini kama ambavyo juhudi tunaiona kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Anafanya mengi, pembejeo kwa wakulima bure na mambo mbalimbali. Haya yote ni kubalance kuona kwamba wanachama wa vyama vya ushirika wananufaika kutokana na kazi kubwa wanayoifanya. Katika mkutano huo, vyama vinavyounda chama hicho kikuu cha ushirika Lindi Mwambao vilipewa usafiri wa pikipiki ili kutekeleza majukumu yao vizuri. Kutoka mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Aidan Mhando kwa taarifa hiyo. Kwa sasa tukaangaze habari kutoka mkoani Kilimanjaro ambapo baadhi ya wafanyabiashara katika soko la ndizi la Mula lililopo kata ya Masama Mashariki wilayani Hai mkoani Kilimanjaro wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa soko jipya ili kuondokana na changamoto ya miundombinu duni katika eneo la kuuzia bidhaa hiyo ambalo huzingirwa na maji pamoja na matope. Taarifa zaidi tuungane na Ahmad Nandonde. Wafanyabiashara hao wamesema wanakumbana na ugumu katika uendeshaji wa shughuli zao kutokana na hali ya soko hilo kujaa matope na hivyo kuhatarisha hali ya usalama wa chakula, ikiwemo kupunguza idadi ya wateja wanaofika sokoni hapo. Watu wamekimbiza biashara sasa hivi, wamehamia Sadala, wataki tena kuja huku Masama. Ni kwa sababu wa barabara haya. Mkandarasi amekuja hapo bala tutengenezwe soko kwa wakati, limekuja kupigwa mabati, tunaambiwa ni leo ni kesho, namna kitu kinachoendelea. Wafanyabiashara wadogo yani hawana sehemu kabisa ya kukaa kwa ajili ya kufanyia biashara zao.
walikuwa wanaweka ndizi kule katikati. Sasa hivi wamekosa eneo la kuweka, ndio wamepanga huku pembeni. Kifamilia yenyewe huko nyumbani, ukifika nyumbani ni kelele, ndoa zetu zinaharibika. Mwanaume anakuambia wewe umetoka wapi? Ndizi zimepanda bei kwa sababu kutokana kwamba mzigo, gari zenyewe zinakwama. Mtu anatoa mzigo shambani alete hadi hapa. Hata kama amenunua 2,000 hawezi kuuzia 3,000. Wewe unaenda kuuza utauzaje? Akijibu kero hiyo, diwani wa kata Masama Mashariki Jubilate Ndosi amesema serikali tayari imetenga zaidi ya shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya ujenzi wa soko jipya na la kisasa litakalowezesha wafanyabiashara kufanya shughuli zao katika mazingira rafiki na salama pamoja na kuongeza fursa za kiuchumi. Taratibu wa muda mrefu baada ya kuililia serikali, tumepata sasa fedha bilioni 1 na milioni 200 kwa ajili ya kujenga soko hilo la ndizi kule chini. Tenda ishatangazwa na ashapatikana mkandarasi na kazi imeshaanza. Kutoka Hai Kilimanjaro, Ahmad Nandonde, Channel 10. Na huko mkoani Mara, baadhi ya wavuvi mkoani Mara wanadaiwa kugeuza mito ya kulalia maboya okozi wanapoingia ziwani kutekeleza shughuli zao za kila siku, hali ambayo inahatarisha usalama wao wawapo majini. Taarifa zaidi tuungane na Musa Makali. Kauli hii inatolewa na baadhi ya wamiliki wa mitumbwi katika mwalo wa Isegele wilayani Rorya mkoani Mara, ambapo wamesema wavuvi wengi wamekuwa wakifanya kazi kwa mazoea, hivyo wameomba kuwepo na sheria na wachukulia hatua moja kwa moja badala ya wamiliki, kwani wao wamekuwa wakitekeleza jukumu la kununua boya hizo, lakini wavuvi kuzigeuza kuwa mito ya kulalia. Wavuvi wenyewe wanakuwa na matatizo kwa sababu unawapa maboya, havai, anatunza, na hata ule muda wa kuondoka unawasimamia kwamba vaeni maboya. Wengine wanapofika kwenye mtumbwi, lile boya wanageuza linakuwa mto. Faini ikitembea natembea kwa bosi. Kwa hiyo mimi ningetoa maoni kwamba hii faini ingetembea kwa mvuvi mwenyewe muhusika. Changamoto inakuta saa nyingine matajiri hawapi wavuvi wao maboya. Akizungumzia hali hiyo, afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC mkoa wa Mara na Simiyu, Mhandisi Hezron Lusangija, anawataka wavuvi kuacha tabia ya kufanya kazi za majini kwa mazoea, kisa wana uzoefu na maeneo hayo, badala yake watekeleze majukumu yao kwa kufuata miongozo. Tutafanya ukaguzi wa kina kufuatilia kwamba kuhakikisha kwamba kila mvuvi anapokuwa majini hakikisha anapofanya kazi zake anavaa life jackets kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Ni kweli kipindi hiki cha Januari mpaka mwezi Septemba tunakuwa ni eneo ambalo hali ya ziwa inachafuka bila kutarajiwa. Kwa hiyo tukitoa hii elimu tutawasaidia pia wavuvi wetu. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Asante sana Musa Makali. Tunaambiwa kuwa shule ya sekondari ya Namtumbo iliyopo mkoani Ruvuma, ambayo inamilikiwa na jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM, imefungwa na kuhamisha wanafunzi waliokuwa wakisoma shuleni hapo kutokana na uchakavu wa miundombinu yake. Taarifa zaidi tuungane na Michael Patrick kutoka Ruvuma. Akiwa katika ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo kuimarisha chama pamoja na kuzungumza na wanachama wa jumuiya hiyo, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM Taifa Fadhili Maganya ametembelea sekondari ya Namtumbo na kujionea uchakavu mkubwa wa majengo, ambapo ametoa maagizo kwa viongozi wa chama. Ninyi kama mkoa, kamati ya utekelezaji wilaya na mkoa, kamati ya siasa wilaya na mkoa, kuja na proposal ya kufanya kitu, mnaweza mkapata interim approval. Waambieni kwamba ili jambo tayari sisi tumelipokea, twendeni kwenye ofisi ya Chama cha Mapinduzi ya mkoa. Mkifika pale tutaandaa taratibu, basi tuone tunakabidhianaje. Awali akitoa taarifa ya kufungwa kwa shule ya sekondari Namtumbo mbele ya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM Taifa, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Ruvuma Dr. Pius Nkwela amesema kuna taasisi mbili tofauti kwa miaka miwili zimekuwa zikiomba kutumia haya majengo. Kuna chuo cha watu binafsi kilileta proposal kwetu, tukaileta makao makuu, lakini kuna chuo cha walimu ambacho kilikuwepo hapa kikafungwa, kilikuwa kinaendeshwa na watu wa staff, nao wakaomba watumie hapa. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM Taifa Maganya ametembelea ujenzi wa ukumbi wa mkutano wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru, ujenzi wa shule ya msingi ya Mali na Suli, pamoja na kuzungumza na wanachama wa jumuiya hiyo. Kutoka mkoani Ruvuma, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Kutoka Ruvuma moja kwa moja tukaangaze habari hii kutoka huko nchini Marekani, ambapo maelfu ya waandamanaji wamekusanyika kote nchini Marekani katika wimbi la 3 la maandamano ya kupinga utawala wa kifalme yanayojulikana kama No Kings. Katika mji wa St. Paul, waandamanaji
walijaza uwanja wa bunge wa jimbo la Minnesota, huku baadhi wakibeba bendera za Marekani zilizogeuzwa chini kama ishara ya kutoridhishwa. Umati mkubwa pia ulikusanyika katika miji mikubwa ya New York, Los Angeles pamoja na Washington, huku ikulu ya White House ikipuuza maandamano hayo na ikiyaita kazi ya mitandao ya kifedha ya mrengo wa kushoto, madai ambayo pia yameungwa mkono na baadhi ya wanasiasa wa chama cha Republican. Hata hivyo, waandalizi wanasema harakati hiyo inaonyesha kuongezeka kwa kutoridhika miongoni mwa Marekani kote nchini. Naam, asante sana kwa wote ambao mlikuwa nasi, na ndio tamati ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Ulikuwa nami Juma Mohammed ambaye nilikuletea habari za kitaifa sambamba na habari za kimataifa, lakini hatujamaliza, bado tuna nafasi ya kwenda kutazama habari za michezo na burudani. Lulu Ali atakuja hapa kutujuza zaidi kwenye upande wa habari za michezo na burudani.